Bana, ile vuta ni kuvute ambayo ilikuwa inaendelea kuhusiana na dabi itachezwa haichezwi imefikia tamati na imemalizwa na mamlaka ya juu kabisa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo ambalo limenifanya niketi na Jaffe Mipango, mdau wa soka huyu, tulipitie tulione limekaaje na lina faida gani katika mpira wetu, lakini vipi kwa bodi ya ligi na TFF, jambo limekaaje yani kimpira. Bana Jaffe, mambo vipi? Bana shwari, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kuchi kuna kuchwa, tunashukuru kwa nafasi ambayo tumeweza kuipata. Kama ulivyozungumza hapo awali, jambo lilikuwa la aina yake toka usiku wa tarehe 7, kwa maana ya jioni yenyewe, muda taji wa mchezo husika ambayo Simba Sports walifika na kuzuiliwa kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini mbilinge ambazo zimedumu ndani ya miezi mitatu mpaka tunavyozungumza siku ya jana, mwezi wa 6 tarehe 13 ndo ilikuwa kilele cha yale marumbano, mvutano, vuguvugu, sekeseke la dabi, na hatimaye sasa tumefika ukingoni. Kwa jinsi ambavyo tumetazama jambo lenyewe, Mr. Augusto, uwezi ukaisifu sana mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania, uwezi ukaisifu bodi ya ligi ambayo ipo chini ya TFF. Zaidi ya yote utaisifu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kumaliza mzozo ambao mamlaka inayotakiwa kusimamia haki ya mpira wa ligi kuu soka Tanzania bara upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufeli kufanya maamuzi stahiki na sheria zao kushindwa kufanya kazi juu ya hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Limedhihirisha kwamba yote kwa yote vilabu hivi viwili ndivyo ambavyo vinatawala mamlaka ya mpira na sio TFF. TFF ni kivuli tu ambacho kimebeba ile taswira ya mpira jinsi inavyotakiwa kimuondo wake, kwamba haitaki kuingiliana na serikali, haitaki kuingiliana na siasa, ni mamlaka huru ambayo inajitegemea. Lakini kwa haya tunayo yashuhudia, sijaona umuhimu wa kuwepo na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Naweza nikaonekana nipo tofauti na wengine wanavyowaza, kwa sababu kama busara ndo imeamua kutumika kwenye swala ambalo lilikuwa linaweza likatafsiriwa na sheria ambazo zipo kama muongozo wa yule atakaye kwenda kinyume na utaratibu ambao mmejiwekea, ni tafsiri nyepesi sana kwamba sheria zenu hazitoshelezi, cha kwanza. Cha pili, ambao wanatakiwa kuwajibisha kupitia hizo sheria pia wao pia wamekuwa na wasiwasi wa kufanya hivyo kwa sababu ya nguvu ambayo imesemekana ipo nyuma yake. Wamezungumzwa, zipo simu za wanasiasa ambazo zilitajwa na Almas Kasongo kupitia Ali Kamwe mara baada ya wao kuzungumza katika kikao chao cha tarehe 9. Ali Kamwe aliweka bayana kwamba kuna simu ya kiongozi mkubwa alipiga na kuizuia Simba isifanye mazoezi. Kiongozi huyo hajatajwa mpaka leo, ikiwa wapo baadhi ya watu wanawaza atakuwa nani. Wenda ni shabiki wa Young Africans, wenda ni kamati ya nini wanaita bodi ya wadhamini yupo kule, atakuwa ni nani sasa huyo mtu? Kwa nini azuie? Alikuwa na mamlaka gani kuingilia mamlaka asiyohusika nayo? Kwa hiyo tunautia dosari mpira wetu, tunatia dosari image ya ukuaji wa ligi yetu. Yani tunautia dosari kwa sababu katika ile ambalo limetokea ukiliangalia kwa muktadha wa nje, jinsi linavyojadiliwa ni tofauti na jinsi ambavyo ndani itajadiliwa. Utasema mpira umechukua nafasi yake na pengine wanayanga wakajipiga kifua kwa kuona kwamba wao wameshinda kwenye hili, lakini bila ya kujua kwamba wanaudidimiza mpira. Kitendo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumza na vilabu vyote viwili, kilichozungumzwa mimi na wewe hatukijui, ila ripoti inasema pale kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekutana na viongozi wa vilabu vya Simba Sports na Young Africans Ikulu ya jiji la Dodoma, ambayo ndio ikulu kubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiachilia mbali ya Magogoni sasa hivi ni kihadhi ni ndogo, ile ndio ikulu kubwa. Kwa hiyo mimi naona kiukweli ukiachilia mbali jukumu alilonalo Mheshimiwa Rais, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ukiwaweka watu katika mwamvuli mmoja, ni watu wanaozungumza lugha hiyo moja, kwa maana ya kwamba Mangungu ni kada wa CCM
GSM pamoja na makamu wake wote hao wanaingia humo, unaona. Kwa hiyo mwenyekiti alienda kuzungumza na wanachama wake, na pengine linaweza lisio limezungumzwa jambo kubwa humo ambalo sisi tukao tunatafakari, lakini wao wakawa wamejadili mambo mengine kwa maslahi mapana ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona maoni ya wadau mbalimbali, lakini kubwa hasa kwa wanasimba wenyewe wamelipokea kwa aina yake, wamekubali watakwenda kucheza tarehe 25. Ni jambo la kiungwana, ndivyo wana mpira ambavyo hufanya, kuheshimu mamlaka na kufata mamlaka vile ambavyo inawaelekeza kwamba wanatakiwa kufanya nini. Lakini katika hili sakata kwa kweli limetuonyesha dhahiri shairi kwamba kama mamlaka haitaweza kujisimamia, basi hata hao wengine watakaofuata nao pia hawataweza kusimamia mamlaka, kwa sababu mamlaka inaongozwa na taratibu, inaongozwa na sheria na kanuni ambazo mnakubaliana ninyi ambao mnashiriki katika michuano husika, ili ziweze kuwasaidia pindi ambapo inatokea sintofahamu. Na kama kwenye sintofahamu kama hii mamlaka inashindwa kuchukua hatua zake, dhahiri shaili ni kwamba zile kanuni mlizoziweka hazikuwa na maana, kwa sababu wapo ambao waliamini kwamba sisi tunaweza. Yani mfano wa kilichotokea Agosto ni sawa na mtoto wa aliyenacho na mtoto asiwe nacho. Mtoto wa aliyenacho amkosee mtoto wa asiye nacho, alafu apelekwe katika swala la kutafuta haki kwa bara letu ili la Afrika. Kwa haraka haraka unadhani nani atakayeshinda hiyo kesi? Aliyenacho. Ndicho ambacho sasa kimetokea. Vilabu vingine vidogo huku ni watoto wasionacho, ila wanawasindikiza wale walionacho. Kwa hiyo kimaamuzi hawa watu watakuwa wanafanyaje? Wanakandamizwa. Kwa hiyo hakuna haki itapatikana katika vilabu vingine linapokuja swala la Simba na Yanga. Yani hilo halitakaa lipingike. Labda iwe vinginevyo ambavyo mamlaka zitakuja sasa kusimama yani sijui niwekeje. Wasimame vile inavyotakiwa. Wasimame katika nafasi zao za uongozi. Wajue kiongozi ni nani, kiongozi ni nini, na ni mtu anayetakiwa kufanya lipi kwa wakati gani. Katika hili kusema mwenyekiti wa bodi ya jiuzulu kaandika barua ya kujiuzulu. Imetoka hapo, mtendaji mkuu kasimamishwa kazi. Je, tunaamini kwamba hawa watu katika hiki ambacho kimefanyika katika lugha ya nje ya picha tunaiona hivyo kwa kuitafsiri kwamba wamejiuzulu, lakini ndani wakapangiwa majukumu mengine? Tunajiuliza, yani wamejiuzulu hawatojihusisha na mpira au imekuwaje? Yani hapo tunashindwa kuelewa, lakini tunawezaje kusaidia mpira? Nimeona comment ya moja kati ya waliowahi kuwa watendaji wa klabu ya Simba Sports kwamba mpira wa bara hili la Afrika bado sana Agosto. Bado ni kwa sababu ya changamoto kama hizi ambazo zinatokea na zinashindwa kutatuliwa na mamlaka husika. Kwa hiyo Agosto kiukweli tuipongeze serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zao. Tumeona namna ambavyo wameweza kumaliza sintofahamu ambayo mamlaka yenyewe imeshindwa kumaliza sintofahamu hii. Niliona namna ambavyo bodi ya ligi hapa dakika za jioni imepelekewa moto kiasi kwamba humo ndani sidhani kama walikuwa wanapata usingizi kwa jinsi jambo lenyewe lilivyokuwa linaenda, lakini kwa sababu yupo kiongozi ambaye ndo mtumishi nambari 1 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi akaona ili na lenyewe ni la kwake, acha amalize tofauti ambazo zimekuwepo. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi sijaona umuhimu wa mamlaka ya mpira, sijauona, lakini nimeona umuhimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu yangu Jafu wa Mipango, katika vitu FIFA wanapiga vita sana ni siasa kuingilia mambo ya soka. Na kwa picha ambayo tumeiona jana ni dhahiri shairi kwamba siasa imeingilia mamlaka ya soka, lakini soka kwa ujumla. We unaionaje hii picha katika maendeleo ya mpira, lakini katika ukuaji wa ligi kama taifa? Hii picha nimeiona Agosto ni sawa na Sterling katika movie, anakufa dakika za mwanzoni lakini anazaliwa Sterling mwingine wa kuikamilisha movie. Ndivyo ambavyo mimi naweza nikasema nimeitazama. Kwa jinsi ambavyo jambo limekwenda, huwezi ukasema moja kwa moja siasa zimeingia katika mpira, ila unaona mpira ukiwa na siasa.
Unaona? Yaani uwezi ukasema siasa imeingilia mpira, lakini mpira tu wanavyoendesha ndani yake kuna siasa. Wao wenyewe wanaoendesha mpira. Siasa zinakuja vipi? Siasa zinakuja wewe unaposhindwa kutumia mamlaka, unaposhindwa kutumia taratibu zinazokuongoza, sheria, na mwisho wa siku vile vyote unaviweka pembeni na kutumia ushikaji katika kufanya maamuzi. Ndiyo mambo pekee ambayo sasa yanaweza kukuingizia umo kwenye hizo siasa ambazo tunazizungumza. Kwa sababu litakapotokea jambo ambalo ni kubwa, utasema uliwanufaisha watu fulani. Katika kuwanufaisha watu fulani utataka ubalance mzani. Sasa haupo kwa ajili ya kubalance mzani. Upo kwa ajili ya kuilinda haki na haki iende kwa mwenye haki. Sasa unapogeuza yule ambaye mwenye haki aonekane hana haki, tayari umeweka siasa ndani yake za kuvuruga mpira. Unaona? Tumewakaribisha wanasiasa katika mpira na tunaona manufaa yao. Moja wapo ni hilo goli la mama. Wapo ni jitihada za kusapoti mpira, si kwa nia mbaya. Lakini kwa jinsi ambavyo sasa mwenendo wa yale ambayo yanakuwa yanaendelea ni kwamba yanakwenda mbali. Ukiona kiongozi wa siasa ambaye ni mshabiki wa hivi vilabu vya Simba na Yanga, anakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanashinikiza jambo kuwa hatuchezi. Inamaanisha katoka katika cheo chake cha wanasiasa, amekaa katika cheo cha ushabiki. Lakini jambo hilo linapokwenda katika mamlaka ama mihimili mikubwa ya taifa, ndipo hapo sasa tunaanza kuona kumbe hili swala halipo tena kiushabiki. Hili swala wanaliingiza paka kwenye mamlaka ambazo hazihusiani na hayo mambo. Imekuwa mara kadhaa jambo hili linaulizwa bungeni. Dabi itakuwaje? Muhimili mkubwa wa nchi unapokwenda kuzungumza swala ambalo lina mamlaka yake, linaweza kungamliwa na mamlaka yake, ni kwamba mmekosa mambo ya muhimu ya kujadili katika muhimili wa taifa, ili wananchi waweze kujua hatima ya mambo yao katika maeneo yao yanatatulika vipi, ila mnakwenda kuwavisha watu, kuwasaulisha kwamba kuna mambo ya msingi yanayotakiwa kujadili katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mkilifanya katika muktadha huo, tunaona ndani yake mmeanza sasa kuingiza siasa kwenye mpira. Kitu ambacho tuliamini mpira una siasa. Ila sasa siasa zikiuingilia mpira ndo zinaongeza matatizo zaidi kuwa ni makubwa. Mara kadhaa kaulizwa waziri wa michezo, sanaa, tamaduni Paramagamba Kabudi. Jibu lake lilikuwa very clear kwamba zipo mamlaka husika ambazo zinahusika na kushughulikia haya mambo. Pindi watakapotoa muongozo wa lini dabi itachezwa, basi utaarifu umma. Yaani sisi tutakuwa tu ni sehemu ya kuichochea taarifa kuzidi kufanyaje? Kusambaa. Lakini nyinyi mkigeuza bunge kuwa eneo la kuanza kuijadili dabi, ni kwamba sasa mnatuona wanasiasa mnataka kuingilia mpira. Mara ya mwisho nikukumbushe Agu, ilikuwa ni mdahalo mkubwa sana. Na hili tokana baada ya Engineer Hersi, Wallace Karia pamoja na Almas Kasongo, kama nitakuwa nipo sahihi, kuhudhuria kama wageni waalikwa katika kikao cha bunge la 12. Hoja ziliibuka hiyo siku, waliibuka wakina Babtale, waliibuka wakina Msukuma, waliibuka wakina Abbas Talimba, na ukawa ni mvutano. Bunge likabaki kujadili dabi, ambayo dabi ilikuwa inatakiwa wala isiingie katika muhimili mkubwa wa taifa. Ilikuwa inatakiwa hii dabi imalizike huku ambako haki ilikuwa inatakiwa kutendeka, kwa sababu bunge linahusika na shughuli zake nyingine tofauti na haya mambo ya kimpira. Ila tu tunachokihitaji kutoka katika bunge ni kwamba kuna wizara ya michezo. Wizara ya michezo itahusika katika maeneo yake ya kimsingi, kwenye maboresho ya miundombinu ya viwanja, unaona, kwenye timu za taifa, kuna utaifa hapo. Lakini katika hizi issues nyingine kuna maeneo ambayo yanahusika na hayo mambo. Yapeni nafasi yaweze kungamua mambo katika taswira ya kile ambacho inaongoza. Lakini tofauti na hapo sasa ndio siasa zinapoingia, hatima yake yanatokea mambo kama haya. Nina jambo nataka tuliweke bayana. Mara ya mwisho nimemsikia naibu waziri wa michezo Mwana FA alizungumza na aligusia mambo ya dabi, na akadai kwamba serikali wanafuatilia jambo hili kwa ukaribu, lakini hawataweza kuliingilia.
Wewe kwa picha hii ya jana unaona ni serikali imeingilia au ni TFF pamoja na bodi ya ligi walienda sasa kutafuta suruhu wao? Yaani wao ndo waliingiza serikali baada ya kuona wao mambo yamewakalia, wamekalia kutikavu, kwa sababu kauli ya rais huwa ni sheria, na rais hata akitoa pendekezo hiyo ndo katoa tamko hivyo. Ina maana mkishaitwa na rais, baada ya hapo huwa hakuna mjadala tena. Hauoni kwamba hiyo ndo ilikuwa silaha yao ya mwisho, bodi ya ligi pamoja na TFF, kwamba mwisho wa siku tumesha haribu na ili tuweke mambo sawa, mwisho wa siku tutakimbilia sehemu fulani ili jambo hili liweze. Hauoni kwamba tunaweza tukailaumu serikali, kumbe ni wenye mpira wao wenyewe wameingiza hatujailaumu serikali, tuliweke sawa. Nimeona katika mitandao, si wewe unaweza usiwe hujailaumu, ila katika mitandao ya kijamii nimeona watu wanaelewa. Huyo mtu atakuwa hajaelewa jinsi ambavyo jambo lilivyo. Ukiona kiongozi mkubwa wa nchi amekuwa sehemu ya kusuluhisha jambo, wamelitazama katika mawanda mapana sana. Ukifuatilia kauli ambazo zilikuwa zikizungumzwa toka tarehe 8 kuhairishwa kwa mechi ya mwezi wa 3 mpaka kufikia tarehe 9 yenyewe, ndani yake kulikuwa kuna kauli ambazo zinaonyesha dhahiri shahidi hali ya kiuchochezi. Na unapozungumza hivi vilabu ni vitu ambavyo vimebeba hisia za mamilioni ya watu. Kuna watu hawataki kunyambua kitu cha aina yoyote kikisikika kutoka katika kiongozi wao. Wanachokifanya wanafuatisha kile ambacho kazungumza kiongozi wake. Kwa maana hiyo hawa watu wana ushawishi mkubwa ndani ya taifa. Chukulia mfano mdogo tu, huenda Young Africans wana takriban mashabiki huenda milioni 5 katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikatokea ushawishi huo sasa ukaenda tofauti na vile watu walivyokuwa wakidhani kwamba haiwezi ikawa. Nchi itaingia kwenye nini? Kwenye machafuko. Na nchi ikiingia kwenye machafuko kupitia mpira, hauathiriki mpira, inaathirika nini? Nchi. Sasa unapolitazama hilo kwamba waathirika watakuwa ni wananchi wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndipo hapo sasa viongozi wanatoka kusema hemu angalieni jinsi hili swala lilivyo, linaweza likaleta athari kubwa sana, licha ya kwamba sasa hivi mnalichukulia katika udogo huo kwamba watu hawezi wakafanya. Lakini hawa watu kwa sababu wanawasikilizeni ninyi, brother, kuna watu wanaweza wasijua hata rais wa nchi ni nani, ila wakajua rais wa Young Africans ni Engineer Hersi. Unaona? Linawezekana kwa sababu ni sehemu ya mapenzi, sehemu ya hisia zao wamezielekeza hapo. Kwa hiyo mimi ninachokiona, ili swala waliliona wao limewashinda. Mamlaka ya kimpira imeona hili jambo la dabi limeshindikana kwa upande wao. Sasa tunatafuta msaada upi? Viongozi wa haraka. Tusaidieni viongozi katika hili, mtunusuru. Tunakoelekea umeficha aibu bwana Jaffa amepanga. Aibu kubwa sana. Kwa sababu kwa jinsi jambo jinsi lilivyo, hata Karia hakustahili kuwepo katika nafasi ya urais wa TFF. Hakustahili kuwepo kwa sababu kwani bodi ipo chini ya nani? Ipo chini ya TFF. Kujiuzulu bosi wa yule anayejiuzulu ni nani? Kwa sababu rais wa TFF ndo amemsimamisha kazi. Mwajiri wake ni nani? Si ndo huyu rais? Si ndo ana mamlaka? Inaposhindwa bodi kufanya kazi, umeshindwa wewe. Sasa sababu kwanza bodi sio huru. Ina maana bado inapokea maagizo pia kutoka kwako. TFF. Ina maana sasa umeshindwa kulipika jambo na kulitatua baada ya wao bodi kushindwa, kwa sababu sio bodi huru. Ndio maana tukasema katika hili swala jinsi lilivyo Augusto, hata rais wa TFF alipaswa kujiuzulu. Anyway, Jaffe, na unazungumziaje masuala ya kanuni hizi kuwepo? Je, zina umaana gani kanuni hizi za kusimamia mpira za kwetu? Yaani zina umaana gani kuwepo kama hazifanyi kazi? Umaana ni kuwa tu ni kupata ukamilifu wa baraka za FIFA, kwamba na sisi tumejikamilisha. Ni sawa na mwajiliwa ambaye anatafuta ni sawa na mtu aliyetoka chuo anatafuta kazi akiwa ana nyaraka zake zile, cheti chake cha kuhitimu chuo. Inatumika tu kama sehemu ya watu kukuamini kwamba umekamilika katika idara fulani, basi tunaweza tukakuamini na kukupa nafasi ya kazi. Ndicho kinachofanyika. Yatajulikana sasa mbele ya safari kwamba huyu jamaa tuliyemchukua mtu wa kazi kweli kweli au
tumeyabananga wenyewe. Ndicho kinachofanyika. Kanuni za bodi ya ligi zipo tu kuilinda taswira ya TFF, kwamba tunapopitia majikablasha yetu huku FIFA, hawa pia wamekamilika katika taratibu 1, 2, 3. Basi ndicho hicho. Lakini ukija katika ndani hapa, kanuni zimekuwepo kutoa tu onyo kali. Tunatoa onyo kali kwa timu ambayo ilipita nyuma ya mlango tofauti. Tunatoa onyo kali kwa kuchelewa kwenye pre-match meeting. Tunatoa onyo kali kwa tukio fulani na faini na kulipa faini na kulipa hata vikubwa vimekuwa vikilipa faini, lakini faini zake ni za mara chache sana. Lakini kanuni zipo kwa ajili ya kutoa tu onyo na kupata hizo fedha ndogo ndogo kutoka kwa vilabu kama sehemu ya faini, lakini kanuni hazipo kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Hazipo kwa ajili ya kufanyiwa kazi, ila zipo kwa ajili ya kulinda taswira ya TFF registration ya FIFA, ili ukidhi vigezo vyao vya kupata baraka. Basi taratibu kama hizi unatakiwa umeshazifuatisha. Kwa hiyo tukisalia hapo bwana Jaffa Mipango, kuna mambo kama 4 Yanga matakwa tuseme 4 Yanga walikuwa wanataka afanyiwe kazi, na kimsingi mpaka sasa kwa mimi uelewa wangu matakwa 3 tayari yamekusha fanywa kazi. Limesalia moja tu ambalo lilikuwa ni bodi ya ligi kuwa chombo huru, lakini kimsingi kamati ya masaa 72 mpaka sasa hivi ni kama imevunjika, kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya ligi ndo mwenyekiti wa kamati, lakini CEO wa bodi ya ligi ndo katibu wa kamati. Ina maana mwenyekiti na katibu wake, kwa maana mtoa ajenda na mtunza ajenda na muandika hoja na nini kwenye kamati hayupo. Ina maana kamati hii ni kama tayari imeshakufa. Ina maana tunatafuta mwenyekiti mpya, na kuna mjumbe pia alijiuzuru. Ina maana tunatafuta mwenyekiti mpya, katibu mpya, kamati ianze tena kufanya kazi zake na kukaa. Katika mtazamo wako, lakini pia mwenyekiti amejiuzuru na CEO amesimamishwa. Katika mtazamo wako ni kwamba Yanga ameupambania mpira mpaka kufikia hapa kwa yale matakwa yake, na je hivi vitu vinatija na tumuone kama shujaa wa mpira wa Tanzania? Yaani umuone Yanga kama shujaa wa mpira? Hapana kaka. Lakini aliyokuwa anazungumza yametendewa kazi. Kwa hiyo Yanga ni dude fulani hivi Unajua hii Agosto isije ikatafsirika tofauti, na asije akatoka mtu kujinadi kwamba yeye kashinda vita. Hapana, hamna mtu ambaye amepambania mpira wa Tanzania, ila kila klabu inapambania maslahi yake. Haya yalikuwa ni maslahi ya Yanga, wala haikuhusisha klabu ya aina nyingine yoyote. Yalikuwa ni matakwa ya klabu ya Young Africans. Kwa sababu umesema limebaki takwa moja, lakini yalikuwa ni matakwa 4. Kujiuzuru kwa mwenyekiti hakukuwemo, ila imekuwa kama sehemu ya nyongeza tu ya kile ambacho kimetokea siku ya jana. Walimtaka Almas Kasongo, Wilfred Kidau ambao ni katibu, baadaye wakasema bodi ya ligi iwe huru, pamoja na kamati ya masaa 72 kuvunjika. Lakini katika hayo wao waliongeza mambo yao mengine ya ziada. Sasa kwenye ziada ndo wakadai kwamba kama watafuata kile ambacho tumewataka kama matakwa, basi mechi isogezwe mbele, ikiwa ni sehemu ya mambo ya ziada mengineyo. Hilo limefanikiwa, lakini ukitoka hapo lililofanikiwa ni la mtendaji wa bodi ya ligi, kwa maana mtendaji mkuu CEO, bosi wake ndio Wallace Karia. Na ukiangalia Young Africans kwa jinsi ambavyo ilienda kupambana kwenye mahakama ya usuluhishi kule kasi, ilishtaki TFF, bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba Sports. Washtakiwa walikuwa 3 dhidi ya mshtaki mmoja ambaye alikuwa ni Young Africans. Tafsiri yake, unapopeleka kesi kuwashtaki hao watu ni umeshindwa kupata haki kutoka kwa hao watu. Ina maana unakwenda katika hatua nyingine ili watu wawajibishwe wewe kupata haki yako. Katika matakwa kwenye TFF ulimweka katibu ndo mtendaji, kwamba licha ya ajenda zote zinazotoka katika ngazi ya juu zinafanywa kazi katika hatua hii hapa ya ngazi ya uongozi. Sasa wakimtaka Wilfred kujiuzuru ni kwamba wameona hayatendei kazi yale ambayo pengine yanatoka kwa rais wa TFF au yale yanopokeleka kutoka katika vilabu nje ya shirikisho lenyewe la mpira wa miguu.
Kwa hiyo ukisema eti Yanga ameshinda mpira, ameshinda nini? Yani haiwezekani brother, haiwezekani. Yanga hawezi akawa ndio chachu ya mabadiliko wa mpira ya Tanzania, ni uongo. Ila tu alichokidhihirisha ni kwamba yeye anayo nguvu kubwa nyuma yake na wapo watu ambao wanaweza kumsaidia katika kuzungumza na akapata maslahi ya kile ambacho anakipigania. Basi ndicho kinachoonekana, lakini katika maslahi ya kupambania mpira hawezi akahusika hata kidogo. Ila tu tunaona namna ambavyo hivi vilabu vimekuwa na jitihada za kurudisha mpira nyuma badala ya mpira kwenda mbele. Ukizungumza vitu vingine mtajipigia vigeregere kwa kuandika sijui namba 4 kwa ubora barani Afrika, sijui ligi imekuwa na mvuto, si na nini. Of course hizi ni sehemu za njia za kukua na kujua kwamba huwa kuna mapungufu na changamoto ngumu huwa zinapita katika mamlaka ili kuongeza ukomavu. Lakini sasa kama mtashindwa kuzitatua hizo nyakati ngumu, ina maana bado hamjastahili kuwa katika nafasi ambazo mpo. Unajua kwa nini nimekuuliza hilo swali Jaffa Mipango? Simba walianza tuseme ni kama wao ndo walianza ili sakata, na kwa kuanza kwao ni dhahiri kwamba walibaini kuna mapungufu fulani mpaka wakazuiwa na nini, na maana kuna watu ambao walihusika kwenye mapungufu na mechi kairishwa na nini. Kwa nini wao hawakuwa mbele ya muda kuona kwamba kuna watu hawafanyi majukumu yao na wanafaa watupishe katika mpira wetu? Lakini Yanga wao wakaja wakaliona hilo. Na pia kuna baadhi ya wanachama au tuseme wadau wa Yanga. Kuna mzee mmoja tumeona interview yake alifanya kabla ya Yanga kutoa yale matamko kwamba kuna watu watatakiwa jiuzuru na nini. Yeye alizungumza kwamba huku tunapoendea lazima dabi haitachezwa hiyo tarehe 15 na kuna watu watajiuzuru. Yeye alifahamu vipi ni kwamba Yanga wako mbele ya muda? Hamna mtu aliye mbele ya muda. Yani hakuna mtu aliye mbele ya muda. Issue hakuna, hata kama wanapenyeshewa into issue nyeti. Agu kilichopo katika mpira huu wa bara hili la Afrika, hususan mpira wetu sisi, tunauzika wenyewe. Yani mpira wa Afrika, mpira wa Tanzania tunauzika wenyewe. Tunaweza tukaona kama tunaenda mbele, kwa sababu gani nasema hivyo? Umejaa unafiki. Wakiwa upande wako utawasifia sana. Karia amefanya maendeleo, Karia kajenga kituo Kigamboni, kajenga kituo Tanga. Hakuna uongozi kama wa Karia. Karia inakuwa Karia. Ikitoka hapo Karia ukimsifia, unasifia huyu katibu wake, unasifia management yote ya TFF, unasifia bodi ya ligi. Si wapo upande wenu wanawanufaisha. Lakini wakikengeuka sasa kuimba kupokezana, kwa sababu kubali kataa, hakuna umaana wa TFF. Haupo. Hii narudia, hakuna umaana wa TFF. Kwa sababu kama unaendesha taasisi kwa kubalance mzani, yani kama vile umeoa bi mkubwa na bi mdogo. Sawa? Si unaendesha kwa matakwa yako? Leo mke wangu ni hivi tutakula hivi, au ni matakwa yako. Leo ni hivi. Lakini kama mnaongozwa kwa kanuni, hakuna mtu atakuwa anapendelewa. Hakuna mtu ataona ananyanyasika. Kwa nini hao mataifa ambao mnatolea mifano EPL siji nini hawaoni kama wananyanyasika? Kwa sababu zipo kanuni zinafanya kazi, mamlaka imesimama neutral, watendaji wamenyooka Augusto. Kwa nini wao hawalalamiki? Kwa nini wao walishushwa madaraja? Si wanatolea mfano Juve. Kwa nini Juve alishushwa daraja ligi ya Italia? Kwa sababu mamlaka imenyooka na ikumwangalia ni nani? Ilichoangalia kanuni zinasema nini. Kama zinataka ashuke, kama nyang'anye alama. Sasa inakuaje leo eti unatoka huko unaanza kusema tumepigania mpira sio nini Karia hivi na vile, wanampaka mafuta. Hata yeye alikuwa hatakiwi kuwepo kwenye hiyo nafasi, angepisha tu kwenye hiyo nafasi. Sababu ni vitu ambavyo viko wazi. Leo ulikuwa unasifiwa vile hivi. Sasa ili tuone umadhubuti wako, achana na hizo porojo. Watu wamenufai. Kwanza wewe ni kiongozi mkubwa. Hivi unafikiria kweli unachokiongea? Kwamba katika uongozi wangu walionufaika ni Young Africans. Unajisikia kweli? Kama ni wanufaika, unategemea hao wengine wataanza kufikiriaje? Kumbe wewe ulikuwa ukiwabeba watu. Kanuni hazikufanya kazi, sheria hazikufanya kazi.